Jambo wa ndugu wasikilizaji wa radio yenye kumupa bitu yenye kukua motomoto kwa kila siku. Ni radio yenu yenye kutoka uko Rwanda. Tunaendelea tena kumuambia kwamba tunashukuru kwa saa hiyo kwa sababu mnatupatia wakati ya kusumuliwa na nyie tena. Kwa hivyo wandugu wapenzi, mujikaze sana kulike video yetu na kupartage kwa watu wengi sana, kwa sababu itatupa nguvu ya kuendelea kumletea habari mbichi. Mwache tupande katika chanzo letu za habari. Tutaanjia uko Canada. Canada munayoa ya kwamba sawa vile Gilisi tulimuambia ilifanya kusanctione Rwanda kwa sababu ya Rwanda kuendelea kuikala katika mji wa Kongo, kutia wa majeshi wake na kusapoti grupe yenye kuitwa M23. Kwa hivyo Rwanda inashutumu Canada na kusema kama sanction hii inayakataa, kwa sababu inaona kwamba sanction hii haiwezi kuwa yenye kuwa na heshima kwake. Kwa hivyo anaita sanction hii kusema kwamba ni ya kuwa yenye wanaita katika lugha ya Kiingereza shame, ama kwa lugha ya Kiswahili kufezeeka. Ni kwa hiyo anasema na yeye atarudisha sanction kwa Canada. France inaendelea kulinda Rwanda kwa sababu ni France ndio inaonekana kwamba ni nchi yenye kuendelea kuyasapoti. Kwa hiyo France inaendelea kumsapoti Rwanda kwa kuona kwamba ni Rwanda ndio inaendelea kumsaidia huko mjini Mozambique. Alemania, baada ya Canada kumupa Rwanda sanction, Alemania nayo inamupa Rwanda sanction. Hivyo Rwanda inaendelea kusema ya kwamba kupitia sanction yenye Alemania inamupatia, hayo nayo itamupa sanction. Wandugu wapenzi, ni neno kubwa sana yenye kuleta mauzuni katika bara yetu ya Afrika, kwa sababu sawa vile sisi wote tunafahamu Rwanda ni nchi yenye kuwa na milima na nchi yenye kukua kati ya nchi yenye kusaidizwa sawa vile mtoto. Ni kusema ya kwamba wanamuuzia nguo. Kuuzia nguo ni kusema hiyo franka wanamupa kwa bure. Wanamkulisha ni kusema ya kwamba wanamusaidia kwa kujiongoza. Lakini sisi wote tuna mshangazo kusikia kwamba Rwanda inaendelea kusema ya kwamba itaendelea nayo kurudisha bitendo yenye itashutumu nchi sawa hiyo, nchi kabambi sawa vile Alemanya na sawa vile Canada. Ni kwa hivyo kwa ukweli tunaona ya kwamba hiyo yenye tuliona wakati radio kutoka huko Marekani ilikuwa inamuuliza President Kagame kusema ya kwamba eti wewe unafahamu vile wa majeshi wako wanapatikana upo pande za Kongo. Sisi wote tuliona ya kwamba President wa Rwanda alisema yeye afahamu, hana hiyo habari. Wakamuuliza wewe ni mkuu wa askari wote wenye kupatikana mji ya Rwanda. Tuliona ya kwamba President anasema ya kwamba kuna vitu vyenye kupita kule vyenye yeye afahamu. Ni kwa hiyo wandugu wapenzi inatupa njia kusema ya kwamba hiyo kusema itaendelea nayo kusanction Canada na Alemanya. Inaonekana ya kwamba kweli Rwanda inafika mwisho wake, kwa sababu sisi wote tunatambua ya kwamba
ni nchi yenye kutokuwa na kitu. Zehebu yake ni milimani na zehebu yake ni migomba katika nchi yake. Je, Rwanda itaendelea kumushutumu Canada? Je, Rwanda itaendelea kumupa sanction Alemanya? Je, Rwanda itaendelea kumupa Grand Britain sanction? Je, Rwanda itaendelea kumupa Amerika sanction? Hiyo kwa ukweli natupatia kwamba kusema Rwanda imefika kwa kilengo chake cha mwisho, kwa sababu inaonekana ya kwamba kiongozi wenye kuongoza nchi hizi za Afrika yenye kuita Rwanda hiko hamo kweli magumuni, kwa sababu atufahamu ya kwamba yeye atapata nguvu kutosha yenye kuwa sanction watu wenye walimupa pesa. Weye peke kijana, mume, baba, mzazi, unajua ya kwamba wakati unalisha mtoto wako chakula, na wakati unampa chakula mtoto huyo hajue hata kujipatia chakula hiyo, wewe peke unamkulisha, na huyu mtoto ndio atakwambia weye atakuzaibu, atakupatia sanction. Angalia ya kwamba hiyo ni magumu kabisa. Ni hiyo yenye napita Rwanda na wa Amerika, wa Canada, wa Ubelgiji na ingine manchi tofauti. Kwa ukweli tunajua ya kwamba kwa sasa mtu mwenye kuwa nyuma ya Rwanda ni wa Faransa. Sasa wandugu wapenzi, tunaendelea kumwambia kwamba kwa sasa mambo iko matata, kwa sababu dunia ya leo ilishabadilika. Kutokeana na kubadili ya dunia, Fransa haina nguvu, hapana, kwa sababu dunia ilishakuwa moja. Kwa hiyo tutamupa ingine habari, ni kusema wakati wa Marekani wanasema wataenda kuunga Kongo mkono ya madini zao, wa Fransa wao kule walikuwa wanasema ya kwamba wataunga Ukraine kwa madini yao, lakini kwa sasa Warusi wanabeba franka hiyo, wa Fransa wanabaki mikono bure. Na hiyo pia njo itawapita katika nchi za Kongo. Wakati wa Marekani wanaenda kwa sasa, wa Donald Trump wa Marekani anasema ya kwamba ataenda Kongo kwa kuungana na Kongo na kubadili na kuanja kusaidiana na kusinye mikataba yao ya madini ya Kongo. Kwa hiyo France itajikuta yeye mwenyewe hana kitu ya kusimama, kwa sababu wakongomani wote watamtupia mkongo. Na hiyo inaonekana ya kwamba Marekani ni nchi moja katika nchi yenye kuwa na nguvu duniani yenye itasaidia Kongo, na hapa hakuna kienye kitakuwa. Na hiyo inaonekana pia wakati Rwanda na baki na France, kwa hiyo haitakuwa na nguvu, na hiyo inaendelea kuwapa ushutumu. Sasa wandugu wapenzi, mbele tena kuendelea kumpatia habari, tutamuonesha kwamba msisahau kusubscribe ku channel letu, kwa sababu tunawaletea mbichi za moto kabisa, na moto hiyo mutaendelea kuyapata saa zote. Hivyo wandugu, msisahau kusubscribe, mupartage video hii kwa watu wengi waipate, kwa sababu mnajua ya kwamba media yenye kutoka huku France, sawa vile RFI, sawa vile France 24, TV5, yote inaendelea kubaki kimya kwa habari hiyo. Tunawaambia hii ni habari mbichi, wandugu wapenzi, msiyadharau, kwa sababu tuna lengo zetu za kwenda, tunaingia numbi nguvu sana kwa kupanda mlimani na kwa kukuya kumupatia habari mbichi. Na hiyo habari mutaweza kuiangalia fasi zote, mutayakuta ni hiyo moya. Ni kwa hivyo wandugu, muendelee kusikiliza habari na kuyapartaje kwa wengine, watu wengi wayakuwe nao, kwa sababu sisi tuna chanjo letu za habari zenye kukamilika. Baada ya sisi kumaliza tangazo letu hizo, tutaendelea kumpatia pia habari kutoka huko New York.
mkuu wa Rwanda huku New York, sawa vile ambasaderi wa Rwanda New York anaenda kudemissione. Kudemissione yake ni kusema ya kwamba Rwanda inamshitumu kusema ya kwamba kwa sababu nini huyu mwanamke mwenye nyinyi wote mnayua kutoka huku Kongo mwenye wanaita Therese Kaikwamba anawina vita vikali vyenye vilikuwa vinapita kwa Umoja wa Mataifa. Hiyo inaonekana ya kwamba yeye alikuwa mtu mwenye alikula rushwa, Kongo ilimupa rushwa, na njoo inaonekana ya kwamba bale kwa Umoja wa Mataifa wakupata hata kitu. Kwa hivyo Rwanda inamshitumu kusema Kongo ilimupa makuta, na Kongo kwa nini inawapiga kwa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ambasaderi wabo wa huko kwa Umoja wa Mataifa anatoka kabisa, anademissione. Na kwa hiyo demissione hao pia, wandugu wapenzi, inaendelea kuonekana kwamba Kongo inatikisa katika dunia mzima. Na kwa hiyo wandugu wapenzi, ni bitu yenye kuleta mshangazo, kwa sababu ilibaki miaka na miaka pale kwa mingi, wakati ule mwenye kuitwa president wa zamani Joseph Kabila aliwacha wakongomani kulala usingizi kwa ukweli. Kwa sasa hii mamedia tunawaambia wandugu wapenzi, muyasambaze kwa watu wote. Hii ni vita kubwa tunapigana, kwa sababu hata mimi niko Mnyarwanda hapa kwenye niko Rwanda, hatutaki kuona ya kwamba bara zetu za Afrika zinaendelea kuwa mbovu. Zamani hakukukua kama hivyo, tulikuwa watu wa moja, tunatembea nafasi moja. Na hiyo ni vita kuu sana wandugu. Musambaze hii habari kutoka fasi. Ni kwa sababu hii Kigali New TV inawaletea mbichi za moto kabisa. Kwa hivyo wandugu wapenzi, ni hiyo tulipenda tuwaambie na kuonesha kwamba hiyo ni habari zenye moto kabisa. Kwa kumaliza, tutamupa ingine habari moto kusema ya kwamba president wenye Rwanda Paul Kagame anaendelea kusema ya kwamba vikwazo vya mpaka kati ya Kongo na Rwanda inabidi iwe kuangaliliwa, kwa sababu huko pande moja yenye kuwa ya Rwanda huku Kongo. Kwa hivyo yeye ataona kwamba inaonekana ya kwamba abadilishi hii mipaka kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wandugu wapenzi, wakongomani wote muamuke wakongomani, muamuke, kwa sababu munaona ya kwamba tangu vita hizi vilianja ilikuwa sawa vile mchezo. Masemi ilikuwa, lakini Rwanda inatenda. Wakati Kagame anaanza sema vile, myo ya kwamba kule mbele kutakuwa matatizo. Kwa hivyo wandugu wapenzi, na waita wa Burundi, wa Tanzania, wa Uganda, wa Kenya, wa Kongomani, tuamuke. Tusitaki mambo kama na hiyo. Mambo hiyo inatuleta sisi wa Afrika kuwa sawa vile chanjo ya magumu, kwa sababu ya watu wenye kuongoza mainchi yenye wana maali mzuri, watu wenye kuwa na tamaa ya ingine mainchi. Wewe unapasha kuheshimu yako yenye Mungu alikupa. Kwa hivyo wandugu, tuamuke. Kwa hivyo kwa kumaliza, na washukuru tena wandugu kwa kuendelea kusikiliza channel yetu hii ya Kigali News TV, na tunawakumbusha tena mara ya 3 kusema kwamba msisahau, kila munaangalia video wandugu, msisahau kusubscribe na kulike video hii, itatusaidia sana. Kwa herini wandugu, aksanti.